بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la mustalah, na leo tupo kurasa nambari 46 wa kitabu chetu, tukiingia katika kuisoma alhadithi almatruq. Tamam. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, almatruq, hadithi matruq huwa ma, ni hadithi ambayo rawahu rawin wahidun, ameipokea mpokezi mmoja ambaye mujma'un, wamekubaliana wanawazuoni ala dhu'fihi, juu ya udhaifu wake. Ni hadithi ambayo ameipokea mpokezi mmoja ambaye mujma'un, wamekubaliana wanawazuoni ala dha'fihi, juu ya udhaifu wake. Kwa maana wanawazuoni wamekubaliana katika kumhukumu kuwa mpokezi huyu ni dhaifu. Tamam, hakadha. Sheikh anasema fadhahara, kumedhihiri, fadhahara, kumedhihiri, minat ta'rifi, kupitia hii taarifu ya hapo juu, fi wasfi rawi almatruki, katika kumwelezea mpokezi wa hadithi matruki, amrani, kumedhihiri mambo mawili, kumedhihiri mambo mawili. Al-awwal, jambo la kwanza, anna rawiya, kwamba huyo mpokezi wa hadithi matruki mujma'un, wamekubaliana wanawazuoni ala dha'fihi, juu ya udhaifu wake. Kwa nini? Anaanza kutaja sababu zilizopelekea wanawazuoni wakakubaliana juu ya kumhukumu kuwa mpokezi wa hadithi hiyo ni dhaifu. Akasemaje? litihamihi bilkadhibi, kwa sababu ya kutuhumiwa kusema uongo. Tamam. Au likaunihi urifa bilkadhibi, au likaunihi, kwa sababu ya kuwa kwake, sababu ya pili hiyo. Au likaunihi, au kwa sababu ya kuwa kwake, urifa bilkadhibi fi ghairi alhadith, amefahamika bilkadhibi, kwa kusema uongo, fi ghairi alhadithi, nje ya hadithi za Mtume. Tunaposema nje ya hadithi za Mtume tuna maana gani? Tuna maana kwamba amefahamika kusema uongo katika maneno yake anayozungumza na watu. Tamam. Ndo au likaunihi, au kwa sababu ya kuwa kwake, urifa bilkadhibi, amefahamika, ametambulika kwa kusema uongo, fi ghairi alhadithi, nje ya hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'manu an yakdhiba fil hadithi, fala yu'man, kiasi asiaminike, an yakdhiba fil hadithi, kuacha kusema uongo katika hadithi. Tamam. Kwa maana kule kusema kwake uongo katika maneno ambayo walikuwa akizungumza na watu, ndo kutampelekea wanawazuoni kuwa na shaka kwamba huenda basi akasema uongo hata katika hadithi za Mtume. Tamam. Kwa hiyo ni sababu ya pili. Ni ipi? Au likaunihi urifa bilkadhibi fi ghairi alhadithi, fala yu'man, kiasi asiaminike, fala yu'man, kiasi asiaminiwe, an yakdhiba fil hadithi, kuacha kusema uongo katika hadithi. Tamam. Sababu ya tatu, au lituhmatihi bilfisqi, au kwa sababu ya kutuhumiwa bilfisqi, kwa ufasik. Sawa sawa. Au kwa sababu ya kutuhumiwa bilfisqi na ufasik. Tamam. Ufasik ni kitu gani? Ufasik ni ile hali ya mtu kudumu katika kufanya madhambi fulani, sawa sawa, pasi na kuacha, au kudumu kwa muda mrefu katika nini? Kufanya madhambi fulani mpaka ukafahamika kwa madhambi hayo. Mfano wake, mtu akawa ni mlevi, akawa anafahamika sasa huyu ni mlevi, huyu ni fasik. Sawa. Mtu akawa ni mwenye kufanya dhulma, ikawa anafahamika sasa huyu ni mtu kufanya dhulma, ni fasik. Tamam. Mtu akawa ni mwenye kufanya zina, akafahamika sasa huyu ni mzinifu, ni fasik. Tamam, hakadha. Au lighaflati, au kwa sababu ya kughafilika kwake, au lighaflati, au kwa sababu ya kughafilika kwake. Kwa maana sifa ya kughafilika amesifika nayo sana kiasi ikawa ndio kama ndio hali yake. Tamam. Hiyo sababu ya ngapi? Sababu ya 4.
au likathrati alwahmi, au kwa sababu ya wingi wa kuchanganya kwake mambo. Tamam. Na hapa mambo wanakusudia nini? Ni kule kusahau, ndio wahmi, kule kusahau. Akawa jambo hili analitia hapa, ile analitia kule, ile analitia. Tamam, hakadha. Kwa hiyo huyo ndiye mpokezi wa nini? Wa hadithi matruk, na hizo ndiyo sababu zilizopelekea ulama wakamhukumu kuwa ni dhaif. Athani, jambo la pili lililodhihiri, infiradu hadha rawi biriwayati alhadith. Infiradu hadha rawi, kupwekeka mpokezi huyu, biriwayati alhadithi, katika kuipokea hadithi. Ai, akimaanisha infarada biriwayati alhadithi an ghairihi, amepwekeka katika kuipokea hadithi an ghairihi, kutoka kwa mtu mwingine, kwa maana kutoka kwa shekhe wake. Sawa. Falam yarwihi illa huwa, kiasi kawa hakuna mtu mwingine aliyepokea hadithi hiyo illa huwa, isipokuwa yeye. Sasa kwa kuwa tayari ulama wameshakubaliana juu ya kumhukumu kuwa ni dhaifu, sawa, kisha mpokezi huyo ikatokea akapokea hadithi kwa shekhe wake, na hadithi hiyo akaipokea yeye peke yake, basi hadithi hiyo itaitwa kuwa nini? Ni alhadithu almatruku. Tamam. Kwa alhadithu almatruku ni ipi? Ni ile hadithi iliyopokewa na mpokezi kama huyu, lakini akawa ameipokea peke yake kwa shekhe wake, kiasi hakuna mtu mwingine aliyepokea isipokuwa yeye. Tamam. Ndio akasema al-Imam Umar ibn Muhammad ibn Futuhi al-Bayquni, matrukuhu ma wahidun bihim farad wa ajma'u li dha'fihi fahuwa karad. matrukuhu ma wahidun bihim farad wa ajma'u li dha'fihi fahuwa karad. Tamam. Anasema Sheikh, mithalu mfano wake. Tamam. Mithalu mfano wake, riwayatu Amr ibn Shamri an Jabiri, mapokezi ya Amr ibn Shamri an Jabirin, kutoka kwa Jabirin. Fa Amru hadha, basi Amru huyu matruku alhadith, ni mtu ambaye hadithi zake zinaachwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulama wamekubaliana juu ya udhaifu wake, kwa sababu ambazo nini? Wanazijua wao. Kwa maana hatuwezi kumwegemezea Amri sababu zote ambazo zimetajwa hapa juu. Hapana, kuna sababu maalum ambayo walimuona nayo, pengine miongoni mwa hizi wakamhukumu kwamba ni matrukul hadith. Tamam. Sawa sawa, hakadha. Kwa hiyo mfano wake ni riwayatu Amri ibn Shamri an Jabir. Sawa, upokezi wa Amri ibn Shamri kutoka kwa nani? Kwa Jabir. Sawa sawa. Fa Amru hadha matrukul hadith. Hukumu ya hadithi hiyo, hukumu saqitul i'tibar, haina mazingatio. Saqitul i'tibar, haina mazingatio, kwa maana haizingatiwi kwa lolote. Lishiddati dha'fihi, kwa sababu ya ukubwa wa udhaifu wake. Lishiddati dha'fihi, kwa sababu ya ukubwa wa udhaifu wake. Fala yuhtaju bihi, na wala haitumiwi kuwa ni hoja. Wala yustashhadu, na wala haitumiwi kuwa ni shahidi. Tamam. Wala yustashhadu, na wala haitumiwi kuwa ni shahidi. Haitumiwi kuwa ni shahidi nini? Hadithi. Tamam. Katika hadithi kuna kitu kinaitwa al-istishhadu. Tamam. Al-istishhadu, istishhad wameifanya ulama wengi sana, hata al-Imam Muslim amefanya hivyo, na ameweka wazi. Sasa ameandika kwenye mukaddima wa kitabu chake Sahih Muslim, akasema kwamba ndani ya Sahih Muslim kuna hadithi dhaifu nimeziandika. Kwa lengo gani? Lil istishhad, kwa ajili ya kufanya istishhad. Tamam hapo. Sasa istishhad nini? Istishhad ni kitu gani? Istishhad ni mwanawachuoni wa hadithi anaandika hadithi ambayo ni sahihi, sawa sawa, ambayo inaelezea maudhui fulani, kisha chini yake anakuja kuandika hadithi nyingine ambayo ni dhaifu. Sawa, anakuja nini? Kuandika hadithi nyingine ambayo ni dhaifu. Malengo yake ni nini?
malengo yake ni kukusanya hadithi dhaifu kwenye kitabu chake? Hapana, lakini malengo yake ni kunini? Kuitumia hii hadithi dhaifu kama kutolea ushuhuda kwamba hii hadithi sahihi ni sahihi hakika. Kwa sababu gani? Pamoja na kwa wenyewe tumehukumu kwa ni sahihi, lakini kuna hadithi nyingine imekuja ikielezea maudhui yale yale lakini dhaifu. Sawa sawa. Kwa hiyo istishhadi maana yake ni kuletwa hadithi dhaifu baada ya kuwa imetangulia kuletwa hadithi sahihi. Lengo ni kutilia nguvu ile hadithi sahihi iliyokuwa juu, kuonesha kwamba hadithi hii ni sahihi hakika. Kwa sababu gani? Imekuja kuelezea maudhui fulani, lakini pia imekuja hadithi nyingine dhaifu ikielezea maudhui yale yale. Sawa sawa. Sasa hapo itaangaliwa ile hadithi yenye afadhali. Kwenye istishhadi itaangaliwa ile hadithi yenye afadhali. Sawa sawa. Si kila hadithi ina nini inatumiwa katika nini istishhad. Sawa, nyingine zinaachwa. Mfano wake ni alhadithu almatruku. Tamam, hakadha. Kwa hiyo fala yuhtajja bi fala yuhtajju bi. Tamam, fala yuhtajju bihi, na wala haitumiwi kuwa ni hoja, wala yustashhad, na wala haitumiwi kuwa ni shahidi. Sawa, wala yustashhad, na wala haitumiwi kuwa ni shahidi wa kutilia nguvu hadithi iliyokuwa sahihi. Tamam, hakadha. Al-Imam Muslim amefanya hivyo katika nini? Sahihi Muslim. Tamam, hakadha. Al-mawdhu', hadithi mawdhu'. Al-mawdhu' hadithi mawdhu'. Hadithi mawdhu' ni hadithi iliyotungwa na mtu, sawa sawa, kisha akaiegemeza kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema kwamba mtume amesema kadhaa, lakini si maneno ya mtume, ni maneno yake yeye aliyoyatunga. Tamam. Na hadith mawdhu' baadhi ya ulama wamesema haipo katika nini aqsam alhadith aldhaif. Sawa sawa. Kwa maana alhadith almawdhu' laysa min aqsam alhadith aldhaif. Hadithi mawdhu' si katika hadithi zinazoingia katika vigawanyo vya hadithi dhaifu. Tamam. Kwa maana hii ni hadithi ambayo inajitegemea, sawa, haiingii katika vigawanyo vya hadithi dhaifu, kwa maana haihesabii kuwa ni hadithi dhaifu. Lakini wengine wakaenda mbali wakasema alhadithu almawdhu' si hadithi kabisa, yani la yusamma hadithan, haiiti kuwa ni hadithi. Kwa sababu gani? Hadithi ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa. Tumesoma kule kwamba tamshi la hadithi ni khas na alkhabar am, na sunna pia ni am, na athari pia ni am, lakini alhadith ni yale maneno yaliyogemezwa kwa mtume. Sasa ikiwa haya ni maneno ambayo yanatungwa na mtu mwingine kisha anayagemeza kwa mtume, tutahitaji kuwa ni hadithi? Kwa hiyo wengine wakasemaje, hadithi mawdhu' haifai hata kuitwa hadithi mawdhu', iitwa tu alkhabaru almawdhu', kwa maana habari iliyotungwa na mtu kisha akaiegemeza kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia wala yadkhul tahta aqsami alhadithi dhaif, na hadithi hii haingii katika vigawanyo vya hadithi dhaif, iko nje kabisa. Tamam. Na hata hapa utaona Sheikh amesemaje, hukmuhu annahu batilun, hukmu ya habari kama hii ambayo ni mawdhu' annahu batilun, ni habari ambayo ni batil, kwa maana ni kitu ambacho hakifai. Tamam, hakadha. Kwa hiyo hizo ndio kauli za ulama kwamba hadithi hii haifai hata kuitwa hadithi, lakini pia la yadkhulu tahta aqsami alhadith aldhaif. Tamam, hakadha. Kwa hiyo usihesabia hadithi mawdhu' kuwa ni hadithi dhaifu, bali ni habari iliyokuwa batil. Sawa. Kwa nasemaje, almawdhu' hadithi mawdhu' au habari mawdhu' huwa makhtalaqahu waftarahu wahidun minan nas. Huwa ma ni ile habari ambayo ikhtalaqahu, aliyoitengeneza, waftarahu, na akaizusha, wahidun minan nas, mmoja katika watu, wa nasabahu ila rasuli sallallahu alaihi wasallam, na akaiegemeza kwa mtume, au ila sahabi, au kwa sahaba, au ila tabi'i, au kwa tabi'i.
Tamam. Kwa nini kaongezea ila sahabi na ila tabi'i? Kwa sababu gani? Maneno ya sahaba na at-tabi'i pia yanaingia katika maana ya kuwa ni hadithi. Tamam. Hakadha. Wa sababu al-wad'i, na sababu za mtu kutunga hadithi na kuiegemeza kwa mtume au kwa sahaba au kwa tabi'i, adamu dini, ni kukosa misingi thabiti ya dini. Mtu akawa ni mchache wa maarifa, lakini pia pengine anayo maarifa lakini ni mchache wa imani, ndicho kinachokusudiwa hapa. Tamam. Kwa sababu alwadhi, na sababu ya mtu kutunga hadithi akaiegemeza kwa mtume au kwa sahaba au kwa tabi'i, adamu dini, ni kukosa misingi thabiti ya dini, au intisaru limadhhabin, au intisaru limadhhabin, au kwa sababu ya kuyatetea madhhabu yake, au ghalabati aljahli, au kwa sababu ya kuzidiwa na ujinga, au taqarrubi lilhukami bimadhihim, au kujisogeza kujipendekeza lilhukami, kwa viongozi, bimadhihim, kwa kuwasifu kupitia hadithi, bimadhihim, kwa kuwasifu kupitia hadithi. Sawa. Lakini sababu nyingine alihtisabu, kutaka nini? Kutaka thawabu. Kutaka thawabu ni vipi? Kuna watu walitunga hadithi kwamba uradi fulani ukiusoma unapata thawabu hizi, ibada fulani ukifanya unapata thawabu hizi. Sawa sawa, ukifanya hivi unapata malipo haya. Watu walifanya hivyo. Sawa. Kuna watu walifanya hivyo, malengo yao nini? Alihtisabu, kupata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini uko kutaka thawabu kupitia njia hii ni batil, ni jambo ambalo halifai. Kwa nini useme uongo? Si useme tu yawe ni maneno yako, kisha ukiulizwa dalili, ikiwa hauna, tutahukumu kwa maneno ni batil, hayafai, lakini sio umwegemeze mtume. Tamam. Kwa kuna wengine walifanya hivyo ihtisab, kwa ajili ya nini? Kutaka thawabu, lakini njia hiyo ya kutaka thawabu haifai. Kwa maana walitunga hadithi wakasema ukifanya jambo fulani unapata thawabu kadhaa, ukifanya hili unasamehewa madhambi yako yote, ukifanya hili unafanya yani almuradi tu watu, yani almuradi wawavutie watu. Tamam. Almuradi wawavutie watu kufanya lile jambo. Tamam. Anasema Sheikh, hukumu ya habari kama hii ambayo ni maudhu, annahu batilun, hakika habari kama hii batilun, ni batil, tahrumu riwayatuhu illa litahdhiri minhu. Tahrumu riwayatu, ni haramu kuipokea habari kama hii, illa, isipokuwa, haitokuwa ni haramu kuipokea, litahdhiri minhu, kwa ajili ya kuwahadharisha watu, minhu, kutokamana na habari hiyo. Kwa maana haitokuwa ni haramu kuipokea habari ambayo ni maudhu kwa lengo la kuwabainishia watu na kuwatahadharisha watu na habari kama hiyo, au taalimi dhalika, au kwa ajili ya kulifahamisha hilo, li ahli alilmi wal maarifa, kwa wanafunzi na waalimu. Li ahli alilmi wal maarifa, kwa wanafunzi na waalimu. Kwa maana ukachukua hadithi ambayo ni maudhu au habari ambayo ni maudhu, ukaambia wanafunzi kwamba hii hapa ni miongoni mwa habari ambazo ni maudhu. Sawa sawa, hilo halina shida yoyote. Lakini kuipokea kwa maana uipokee uifanyie kazi au wapokeze wengine, sawa sawa, kisha ukawa unajua, ni haramu. Tamam. Na ikiwa haujui basi umegiwa udhuru. Tamam. Kwa hiyo ndio hukumu ya alhadithu almawdhu'u au alkhabaru almawdhu'u. Tutaita alhadithu almawdhu'u kwa wale ambao walikubali kuita kuwa ni hadithi mawdhu', na tutaita alkhabaru almawdhu'u, habari iliyotungwa, kwa wale ambao wamekataa hata kuita kuwa ni hadithi. Kwa hiyo ulama wametofautiana. Kuna wengine wameita alhadithu almawdhu', na kuna wengine wakaita alkhabaru almawdhu'. Tamam. Hakadha as-sahaba, masahaba, as-sahabatu, masahaba. Sheikh akaingia kutuelezea masahaba, lakini akaanza na taarifu ya sahaba. Akasema as-sahabi, sahaba, huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, ni yule aliyekutana na mtume, mu'minan bihi, hali ya kuwa ni mwenye kumwamini mtume,
wa mata ala dhalika, na akafa katika hali hiyo hiyo ya kumwamini mtume. Sawa sawa. Na kumwamini mtume maana yake kumwamini mtume na Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Huyo ndio sahaba. Sawa. Ni yupi? Ni yule ambaye aliyekutana na mtume, mu'minan bihi, hali ya kuwa ni mwenye kumwamini mtume na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa mata ala dhalika, na akafa katika hali hiyo hiyo. Sawa. Lakini kuna uchambuzi kidogo. Huko kukutana na mtume, je, ni sehemu yoyote? Hapana. Fil ardhi, hapa ardhini. Wapi? Hapa ardhini. Sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata sisi insha Allah taala, Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao, sawa, tutakutana na mtume kesho katika mahshar, kwenye uwanja wa hesabu. Je, pia tutakuwa ni maswahaba? Tamam. Hatutokuwa nini? Hatutokuwa maswahaba. Sawa. Lakini pia ulama wengine wakasema miongoni wao ni Sheikhul Islam. Sheikhul al-Islam, tunaposema Sheikhul Islam kwenye upande wa hadithi tunamkusudia al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hajar al-Asqalani. Huyo ndio Sheikhul Islam fil hadith. Tamam. Kwa hiyo na ulama wakasema miongoni mwao ni Sheikhul Islam, akasemaje? Walau takhallalat riddatun fil asahi, akiwa na maana gani? As-sahabi, sahaba, huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ardhi, ni yule aliyekutana na mtume hapa ardhini, mu'minan bihi, hali ya kuwa ni mwenye kumwamini mtume, wa mata ala dhalika, na akafa katika hali hiyo hiyo ya imani. Walau takhallalat riddatun fil asahi, hata kama nini? Hata kama alipitikiwa na kuritadi kisha akarudi katika Uislamu na akafa aliyakuwa ni Muislamu, basi nini? Pia anahesabika kuwa ni sahaba. Tamam. Kwa hiyo yule ambaye ni katika maswahaba ambaye alimwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kisha baadaye akaja akaritadi, na baada ya kuritadi akarejea tena katika Uislamu na akafa hali ya kuwa ni Muislamu, bado anahesabika kuwa ni sahaba. Tamam. Lakini sasa kuna swali hapa. Nabii Isa alayhi salam tunaambiwa kuwa ni mtu katika umma huu. Sawa? Ni mtu katika umma huu, na yeye Nabii Isa alayhi salam alikusanyika na mtume ardhini katika safari ya Mi'raj, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka wapi? Makka mpaka Baitul Maqdis. Alipofika pale, mitume wote walishushwa katika Masjid al-Aqsa na akawaswalisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Nabii Isa alikuwa ni miongoni mwao, naye ni mtu katika umma huu. Je, naye ni sahaba? Swali hilo, naye ni sahaba? Jibu ni ndio. Nabii Isa alayhi salam ni sahaba. Kwa sababu gani? As-sahabi man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni yule aliyekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi wa mata ala dhalika. Sasa Nabii Isa amekufa katika imani, sawa sawa, kabla ya hapo, au tunaambiwa hajafa, si ndio? Alipandishwa, si ndio? Haya, hajafa kamwe, si ndio? Hajafa kamwe, kwa maana bado yuko hai, lakini ni mtu katika umma, lakini pia amekusanyika na mtume katika nini? Katika Baitul Maqdis, na baadaye atakuja wapi? Ulimwenguni. Na akija ulimwenguni Nabii Isa, wale ambao watakaomuona Nabii Isa watakuwa ni tabiina, watakuwa ni tabiina. Sawa sawa jamani hapo. Msishangae, mambo ndio hapo hivyo. Sawa sawa. Kwa hiyo kauli yenye nguvu kwa Nabii Isa ni swahaba, lakini hiyo kuhusu kwamba wale ambao watakaomuona ni tabiina kuna ikhtilaf. Kuna wengine wakasema ndio, kwa sababu tabiini yule ambaye amemuona swahaba wa mtume. Sawa, wengine wakasema watabaki katika hali zao zile zile. Sawa sawa. Lakini Nabii Isa alayhi salam ni swahaba. Ni swahaba liannahu ijtamaa ma'a an-nabii sallallahu alayhi wasallam fil ardh wa huwa mu'minan bihi, liannahu ijtamaa ma'a an-nabii sallallahu alayhi wasallam fil ardh mu'minan bihi wa huwa min hadhihi al-umma, na ni mtu katika umma huu. Tamam. Sheikh akaendelea kusema wa hadha
inda akthar almuhaddithina, wa hadha nahili inda akthar almuhaddithina, ni kwa wanawazuoni wengi wa hadithi, kwa maana wanazingatia kwamba as-sahabi huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika. Sawa, kwa maana hii ni kauli ya wanawazuoni wengi wa hadithi katika kumfahamisha sahaba, katika nini? Kumfahamisha sahaba. Wayara baadhi al-usuliyina, na wanaona baadhi ya wanawazuoni wa usulul fiqhi, shurutan ukhra, kwamba kuna masharti mengine, shurutan ukhra, kwamba kuna masharti mengine, la budda minha, hapana budi yapatikane, fi tahaqquqi suhbati, katika kuthibitisha usahaba, fi tahaqquqi suhbati, katika nini? Kuthibitisha usahaba. Minha, miongoni wa masharti hayo, tulu mujalasatihi linnabii sallallahu alaihi wasallam, kukaa kwake sana na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana ili mtu athibitishe kuwa ni sahaba, awe amefungamana na mtume au amesuhubiana na mtume kwa muda mrefu. Tamam. Wa minha, na miongoni mwa masharti hayo, alkhuruju ma'ahu lilghazwati, ni kutoka pamoja na mtume kuelekea vitani. Wa minha, na miongoni mwa masharti hayo, riwayatul hadithi anhu, kupokea hadithi kwa mtume. Wal mashhuru al-awwalu, na kauli yenye kufahamika na yenye nguvu, al-awwalu ni ile kauli ya kwanza. Tamam. Hakadha. Adalatu as-sahaba, adalatu as-sahabati, uadilifu wa masahaba. As-sahabatu kulluhum udulun, masahaba wote ni waadilifu. Kabiruhum, mkubwa katika wao, wasaghiruhum, na mdogo katika wao, wote ni waadilifu. Labisul fitani amla, aliyeingia katika fitna amla, au asiyeingia katika fitna. Ai, anamaanisha kwa kusema kwake aliyeingia katika fitna na asiyeingia katika fitna, shahidal harba, yule aliyeshiriki vita, kushuhudia vita, kwa maana kushiriki. Tamam. Ai, anamaanisha kwa kusema aliyeingia katika fitna na asiyeingia katika fitna, shahidal harba, yule aliyeshiriki vita, baina Ali wa Muawiyata, kati ya Ali na Muawiya, au lam yashhadha, au yule ambaye hakushiriki vita hiyo, wote hao ni maswahaba. Biittifaqi ahli sunnati, kwa kukubaliana wanawazuoni wote wa ahli sunna. Ihsanan lidhanni bihim, kwa kujenga dhana nzuri kwa maswahaba, kwa maana wamehukumu hivyo ihsanan lidhanni bihim, kwa ajili ya kujenga dhana nzuri kwa maswahaba, kama mtume alivyotuambia, dhunnul mu'minina khairan, sawa, wadhanieni khairi waumini. Tamam. Lakini pia wanadharan, na kutazama, wanadharan, na kwa kutazama, ila ma, yale ambayo, tamahada lahum, yaliyothibiti kwa wao, minal maathir, ambayo ni matendo mema, min imtithali awamirihi ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, matendo mema ambayo ni kule kutekeleza maamrisho ya mtume baada ya kuondoka kwake. Wa fathihim al-aqalib, na kufungua kwa miji. Wa tablighihim anhu al-kitaba was-sunnah, wa tablighihim, na kule kufikisha kwao anhu, kwa niaba ya mtume, al-kitaba was-sunnah, kufikisha kwa watu Qur'ani na hadithi. Wa hidayatihim nasa, na kwa kule kuwaongoza watu katika njia ya kheri. Wa muwadhabatihim ala salati, na kule kudumu kwao katika nini? Kutekeleza ibada ya swala. Wa zakati, na kutoa zaka. Wa anwa'i alqurbat, na aina nyingine za ibada. Ma'a shajaati, pamoja na ushujaa. Wal baraati, na uhodari. Wal karam, na ukarimu. Wal ithar, na kuwatanguliza wengine kuliko kutanguliza nini? Nafsi zao. Wal akhlaqil hamida, na tabia nzuri. Allati, tabia ambazo, lam takun, hazikuwepo, fi ummatin min al-umam al-mutaqaddima, lam takun, hazikuwepo, fi ummatin, kwenye umma wote, min al-umam al-mutaqaddima, katika umma zilizotangulia. Sawa sawa. Kwa hiyo haya
ndiyo yaliyowapelekea wanawazuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa kuwahukumu kuwa wote ni maswahaba, sawa, na wote ni waadilifu, sawa sawa. Kuna baadhi ya watu wanamtukana Muawiya, wanasema hivi na vile, sawa sawa. Kwa hiyo sisi hapa Ahlus Sunna wal Jamaa, Muawiya ni swahaba na ni mwadilifu, sawa sawa. Na wale wote ambao wanawazuoni Ahlus Sunna wal Jamaa wamewahukumu kuwa ni waadilifu, na sisi pia tunawahukumu kuwa ni waadilifu, hatutoki katika hukumu yao. Tamam, hakadha. Sheikh akaingia katika kutueleza dalili za uadilifu wa maswahaba, akasema adillatu adalati sahabati, akimaanisha hadhihi adillatu adalati sahabati min alqur'ani was sunnah. Hizi ni dalili zenye kuonesha uadilifu wa maswahaba min alqur'ani, kutoka katika Qur'ani wa sunna, na kutoka katika hadithi. Tamam. Anasema Sheikh, wa adalatuhum thabitatun ma'lumatun, na uadilifu wa maswahaba thabitatun, umethibiti, ma'lumatun, unafahamika, bita'dilillahi lahum, kwa kuwasifia kuwa ni waadilifu Allahu subhanahu wa ta'ala, bita'dilillahi lahum, kwa kuwasifia kuwa ni waadilifu Allah subhanahu wa ta'ala, wa ikhbarihi, na kueleza kwake Allah, an taharatihim, kutokana na utahara wao, wa ikhtiyarihi lahum, na kuwachagua wao. Tamam. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahidan. Wakadhalika, na hivyo, ja'alnakum ummatan wasatan, ndivyo tukawafanya nini kuwa ni umma wenye uadilifu. Sawa, wasatan kwa maana yake udulan. Sasa tukawafanya kuwa ni umma wenye uadilifu, litakunu shuhadaa 'ala an-nas, ili nyinyi muwe ni mashahidi kwa watu, wa yakunu rasulu alaykum shahida, na mtume awe ni shahidi juu yenu. Wa qala ta'ala, na akasema Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi mmekuwa ni umma bora uliotolewa kwa watu. Wa qala ta'ala, na akasema Allah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar, na wale waliokuwa pamoja na Muhammad ashidda'u 'ala al-kuffar, ni watu ambao ni watu wagumu kwa makafiri, kwa maana ni watu ambao wameweka ugumu kati yao na kati ya makafiri, wasiokubali lolote juu ya makafiri, ruhamau bainahum, na ni wenye kuhurumiana wao kwa wao, sawa sawa. Amma al-ahadithu al-waridatu, ama hadithi zilizokuja fi tafdhili sahabati, katika kuelezea ubora wa masahaba, fakathiratun, basi ni nyingi mno. Wa nuridu shay'an minha, na tutaleta sisi shay'an, kiasi kidogo, minha, cha hadithi hizo. Tamam. Akaanza kusema al-awwal, hadithi ya kwanza, ma rawahu al-Bukhari wa Muslim, ni ile hadithi iliyopokea Imam Bukhari na Muslim, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala khayrukum qarni thumma alladhina yalunahum, khayrukum, wabora wenu nyinyi ummati Muhammadi, khayrukum, wabora wenu enyi ummati Muhammad, qarni, ni watu walioishi katika karne yangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao nini, wanawafuatia watu walioishi katika karne yangu. Tamam. Athani, hadithi ya pili, ma rawahu Tirmidhi wa Ibn Hibban fi sahihi, ni ile hadithi aliyopokea al-Imam at-Tirmidhi wa Ibn Hibban, al-Imam Ibn Hibban fi sahihihi, katika sahihi yake, an Abdullah ibn Mughaffal, kutoka kwa Abdullah ibn Mughaffal, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume, Allah Allah, kwa maana uhadhirukumullah fi ashabi. Tamam. Allah Allah, maana yake uhadhirukumullah, na kutahadharisheni kwa Allah, na kutahadharisheni kwa nani? Kwa Allah. Tamam. Kwa maana na kutahadharisheni na adhabu za Allah. Tamam. Kwa hiyo Allah Allah, maana yake uhadhirukumullah, na kutahadharisheni na adhabu za Allah, na kutahadharisheni na adhabu ya Allah.
fi ashabi, katika maswahaba zangu, fi ashabi, katika maswahaba zangu, la tattakhidhuhum gharadan ba'di, msiwafanye kuwa ni malengo baada ya mimi kuondoka hapa ulimwenguni. Kuwafanya kuwa ni malengo ni vipi? Tusiwatumie maswahaba katika malengo yetu mengine, sawa sawa. Mfano wake leo hii kuna watu wanawatukana maswahaba, wanasema vibaya maswahaba kwa lengo la kuufarakanisha Uislamu, kwa lengo la kuutukanisha Uislamu, sawa, na kwa lengo la kuuvua nguo Uislamu, kwa sababu kuwatukana maswahaba ni sawa sawa na kuutukanisha Uislamu na kuuvua nguo Uislamu. Kwa hiyo malengo yao ni kuuvua nguo Uislamu na kuuchafua Uislamu na kuufarakanisha Uislamu. Sasa ili wayatimize ni vipi? Wanapitia njia ya kuwachafua maswahaba na kuwavua nguo maswahaba, sawa sawa. Kwa hiyo jambo kama hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitahadharisha, akasema Allah, na kutahadharisheni na adhabu za Allah, na kutahadharisheni na adhabu za Allah fi ashabi, katika fi ashabi, kwa maswahaba wangu. Kwa maana katika nini? Kuwafanyia ubaya, katika kuwaudhi, sawa, katika kuwasema vibaya nani? Maswahaba zangu, sawa. Ile fi ashabi ina maana kwa maana katika kuwafanyia ubaya, katika kuwasema vibaya, katika kuwachafua maswahaba zangu, tamam. Wakasema la tattakhidhuhum gharadan ba'di, msiwafanye kuwa ni malengo baada yangu mimi. Kwa maana mkiwa mna malengo yenu ya kufanya lolote, basi msiwakusudie wao, huo ni utovu wa adabu. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, basi yule ambaye atawapenda maswahaba zangu, fabihubbi, faman ahabbahum, basi yule ambaye atawapenda maswahaba zangu, fabihubbi ahabbahum, ni kwa sababu ya kunipenda mimi ndio nini akawapenda wao. Waman abghadahum, na yule ambaye nini atakayewachukia, fabibughdhi abghadahum, ni kwa sababu ya kunichukia mimi ndio nini akawachukia maswahaba zangu. Waman adhahum faqad adhani, na yule ambaye atakayewaudhi maswahaba zangu ni sawa sawa na ameniudhi mimi. Waman adhani faqad adha Allah, na mwenye kuniudhi mimi ni sawa sawa na amemuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Waman adha Allah yushiku ay ya'khudhahu, sawa sawa na yule ambaye atamuudhi Allah, na yule ambaye atamuudhi Allah, yushiku an ya'khudhahu, amekaribia Allah kumwangamiza hapa ulimwenguni. Kwa maana Allah huenda akamwangamiza hapa ulimwenguni, sawa sawa. Hakadha athalithu, hadithi ya tatu, ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, msiwatukane maswahaba zangu, msiwatukane maswahaba zangu. Fawalladhi, hakika namwapia yule ambaye, fawalladhi, hakika namwapia yule ambaye nafsi biyadihi, nafsi yangu ipo katika milki yake, lau anna ahadakum, lau kama mmoja wenu, anfaqa mithla uhudin dhahaba, atatoa mfano wa ukubwa wa jabal Uhudi, dhahaban, atatoa dhahabu. Kwa maana lau kama mmoja wenu atatoa sadaka ya dhahabu yenye ukubwa mfano wa jabal Uhud, ma adraka mudda ahadihim, hawezi kufikia, sawa, sadaka ya kibaba cha mmoja maswahaba zangu, wala nisfa, wala nusu ya kibaba cha mmoja katika maswahaba zangu, sawa. Kwa maana sadaka yake haiwezi kufikia uzito hata wa kibaba kimoja cha sahaba au nusu ya kibaba cha sahaba, kuonesha daraja yao iko juu watu hawa, tamam. Hakadha الرابع, حديث أن ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن بهز ابن حكيم، عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba zake, antum, nyinyi, tuwafuna 70 ummatan, nyinyi munalingana na umma 70, sawa, nyinyi munalingana na umma 70. Antum khairuha wa akramuha, na nyinyi ndio mliokuwa bora kuliko umma zote hizo 70. Wa akramuha, na nyinyi ndio watukufu kuliko watu wa umma zote hizo 70. Ala Allahi, kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla, mshindi na aliyetukuka.
تمام. الخامس حديثها تانو ما رواه البزار عن جابر قال إلى حديث لبكي البزار كتوك جابر قال أمسيما جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين. إن الله حقيقة الله اختار أصحابي amewachagua maswahaba zangu kuwa ndio bora ala alalamina kuliko watu wengine wote, siwa nabiyina wal mursalina, ukiwatoa manabii na mitume. Kwa maana baada ya mitume na manabii kwa ubora wanafata maswahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila huna antahi alkamalu lillahi والعصمة للأنبياء والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم.